Picha ya kushangaza, nafikiri hili limeweza kuleta maswali mengi baada ya kuona pia na yeye Juma Lokole ameposti na kuandika viji caption na viji maneno vya kuweza kumpa pole dada yetu Kajala. Hatujajua ni nini kimempata, ni nini kimemkumba. Kumekuwa na picha na trend kwa sana kwenye mtandao wa Instagram na Facebook na mitandao mingine ambayo imekuwa ikimuonyesha dada yetu Kajala akiwa ameweza kupigwa maeneo ya uso. Hatujajua kwamba je ni mpenzi wake wa sasa, ama je picha hiyo ni ya zamani, ama je picha hiyo ni ya kutengenezwa. Yani kumekuwa na kama majibu matatu ambayo yamekuwa yakiendelea, lakini kwa jinsi inavyoendelea kupostiwa na hata baada ya Juma Lokole kuiposti na kuielezea, imeweza kuonekana kabisa kwamba sio picha ya zamani, na kama ni picha kueditiwa ama ni picha ambayo ni ya kweli, basi kiwalisia kwamba mpenzi wa sasa wa Kajala ndo ambaye amehusika kumfanyia kitendo cha unyama dada yetu Kajala. Na kuna baadhi ya comment tofauti watu wakiwa wameendelea kudrop comment zao kwamba kama ndo style yenyewe ndo hiyo kwa mpenzi mpya wa Kajala, kwa sababu kwa juzi kati hivi aliweza kuonekana akiwa bado yuko sawa, na tuliweza kuona hata alivyoweza kujitokeza kwenye Samia Cup baada ya kombe lile ambalo linazidi kuendeshwa sasa hivi na serikali ya Mama Samia. Basi tuliweza kumuona katika muonekano mzuri na hakuwa na tatizo la aina yoyote. Lakini baada ya Juma Lokole kuposti picha hii na hata kuonekana katika mitandao ya kijamii kuendelea kwamba imekuwa ni picha inayosambaa kwa kasi sana, na watu wakawa wanajiuliza nini kimempata, nini kimemkumba dada yetu. Je, ni mpenzi wake wa sasa ndo ambaye amemfanyia tukio hilo, ama ni picha ya kueditiwa? Yani maswali yakawa ni mengi, lakini kwa mujibu wa mbea Juma Lokole ambaye huwa hajawahi kushindwa na jambo lolote na hajawahi kushindwa na umbea ama ubuyu wa aina yote, ameweza kuwasanua kwamba kiwalisia connection iliyopo ni kwamba dada yetu amekutana na kisanga ambacho nafikiri kwa sasa hivi hatujamjua aliyemfanyia hivyo ni nani, lakini kisanga kimemkuta. Ni maana kuna tukio limetokea kwa Kajala na yeye ndo akiwa ndo source ama chanzo cha ugomvi, lakini mwisho siku yaliyomkuta ndo kama haya ambayo tumeweza kukuwekea hadharani kabisa. Ukiwa unamuona Kajala katika maeneo ya uso, mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Bana, nafikiri tusimalize sana maneno, cha msingi tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.